Walimfunga pingu walivyomkamatia pale kwa Kimario. Alikuwa peke yake ndiye alimechukuliwa, lakini alivyokamatwa alikuwa yuko na fundi na mic na kamera. Ayo TV pamoja na millardayo.com imefika katika kijiji cha Maji ya Chai kilichopo wilayani ya Arumeru mkoani Arusha, ambapo tumekutana na mwenyekiti wa kijiji hicho Mase David Mbise, ambaye amekiri kwamba ni kweli askari wa jeshi la polisi walifika katika ofisi ya serikali ya kijiji na kujitambulisha na kisha baadaye kumchukua kijana huyo anayefahamika kwa jina la Joseph Mrindoko na kisha kufanya upekuzi katika nyumba alikuwa akiishi na kuchukua vitu mbalimbali ikiwemo kamera, stendi pamoja na vitu vingine mbalimbali ambavyo waliviandikisha na kisha baadaye kuondoka na kijana huyo. Mimi naitwa Mase David Mbise, mwenyekiti wa kijiji cha Maji ya Chai. Kilichotokea bwana, hakuna mtu aliyetekwa. Watu wamekamatwa katika taratibu zote za kisheria. Kwamba maafisa wa polisi wamekuja, wamefikia ofisi ya kata. Na baada ya kufika ofisi ya kata nikapigiwa simu. Nikaulizwa location ya nyumba. Nikaelekeza location ya nyumba. Kwa hiyo walipofika nyumbani kwa huyo bwana au kumkuta. Lakini kuna intelligence yao ambao walitumia, wakafika pale wakapafahamu vizuri. Sasa ndio wakawa wanamtega kulingana na uwezo wao. Alikamatwa akiwa na gari pamoja na fundi wa gari, mechanics nafikiri. Na sisi tukiwa tupo kwa sababu hao mabwana walifikia ofisini. Walipofikia ofisini wakatuelekeza kwamba kuna mhalifu wa kimtandao ambaye tunamsaka. Sasa huyu mhalifu inabidi kwamba tufuate taratibu zote za kisheria za kumkamata. Na ndio maana walifika ofisini. Kwa hiyo baada ya kumuona kwamba anakuja na gari, kwa sababu naye sio kwamba hawamtambui, wanamtambua kwa kiasi fulani, wakamzuia na gari, wakamweka chini ya ulinzi, wakatuita kama viongozi, tukashuhudia, tukajeuza, tukafika nyumbani kwake, wakaenda kumpekua, wakakuta hivyo vifaa ambavyo walikuwa wanahitaji, ambavyo ndio wanatumia labda kwa kazi yao kwake ya kimtandao. Kuna mic na kamera. Kwanza yule bwana alionyesha ushirikiano mzuri sana. Hakukaidi wala hakuguswa. Mwenyekiti wa kijiji pamoja na mwenyekiti wa kitongoji na balozi pia, na maelezo yameandikwa, na vifaa vyote ambavyo vilichukuliwa viliorodheshwa ni pamoja na vitabu. Ni matumizi mabaya ya mtandao. Kwa hiyo sikosa mimi sijui, ndio nani taarifa niliyoipata jana kwamba ni matumizi mabaya ya mtandao. Sisi tulifika pale tukajitambulisha na wananifahamu. Na mwenyekiti wa kitongoji wanamfahamu, na balozi wanamfahamu kwa sababu balozi huwa anachukua michango pale mara kwa mara. Na wote wakatoa vitambulisho, wakakagua, na mimi mwenyewe nikachika kitambulisho nikawaonyesha kwamba kitambulisho hichi cha askari, kitambulisho cha askari. Na wengine walikuwa wamevaa kiraia, na wengine wawili walikuwa wamevaa sare, wamevalia sare za jeshi la polisi. Hilo la kuniuliza wako wapi, kwa sababu walitoa maelekezo pale kwamba familia iende kwa OCD, watapata taratibu zote kwamba mtu wao yuko kituo gani au yuko sehemu gani. Na vile vile hata baada ya kuingia ndani, mimi niliwakagua wale maaskari vizuri mno. Nikawaambia huyu ni mwananchi wangu tayari, ninamlinda kwa taratibu zote ambazo zinafaa kumlinda. Wakaweka simu zao, kila kitu waliweka hapo chini. Tukaingia ndani nikiwa na wasimamia, hakuna nani ambayo iliyopatikana. Na sasa sijui kama taarifa mlizozipata nyinyi mmepata kwa nani, labda jina yake pamoja na vitabu vyake vilivyoandikwa, vimeandikwa nani, Joseph Mrindoko. Hata vitabu vyake yameandika Joseph Mrindoko. Ndio majina yake ambayo nayafahamu. Jina la katikati pale ni gumu kidogo. Pana, yani yeye alikuwa peke yake ndiye alimechukuliwa, lakini alivyokamatwa alikuwa yuko na fundi naye alichukuliwa maelezo. Kwa hiyo hao wanaopotosha ushahidi huko vizuri zaidi. Na hata mke wake alionyesha ushirikiano vizuri, hapakuwa na shida. Ni mmoja tu, Joseph Mrindoko ndiye aliyekamatwa. Na amekamatwa katika taratibu zote za kisheria. Na mimi nafikiri kwamba wananchi pamoja na waandishi baadhi, sio nyie, baadhi ya waandishi wa habari wanaleta taharuki kwenye mitandao. Wanaleta taharuki nchini kwa sababu ya hii mitandao. Mimi nafikiri kwamba ifike mahali ambapo kwamba hii nchi tutambue kwamba ni nchi yetu wote. Hii nchi tunailinda sisi. Sasa tunavyoleta taharuki, kwani kuna nini kutiwa mashaka na jeshi la polisi ni kitu kigeni? Kutiwa mashaka au kutiwa nguvuni sio ndio kutiwa hatiani.
Kwa hiyo kesi itaendelea, alafu kama akikutwa na hatia atatiwa hatiani kulingana na kifungu cha sheria, kwa sababu nchi inaongozwa kwa katiba. Kwanza huyo Bajwani alikamatwa pale kwa Kimario. Alikamatwa na mapolisi ndio wakaja wakaingia huko ndani, wakaanza kuhojiwa. Alafu gari ile cruiser ilikuwa limekaa hapa ambao ndio liliwachukua. Ile cruiser ilikuwa la aina gani? Kwani kama cruiser, alafu pale nyuma limeandikwa HAL. Jeupe au jeusi? Jeupe. Na uliona watu wangapi wakitoka kwenye hiyo gari aina ya cruiser? Walikuwa ni wawili, mapolisi wawili. Walikuwa kama 6 hivi au 7. Walikuwa wamevaa polisi au walikuwa wamevaa nguo za kawaida tu? Wawili ndio walikuwa wamevaa kama polisi, au wengine walikuwa wamevaa kawaida. Walimfunga pingu. Walivomkamatia pale kwa Kimario. Wakaja naye wakaingia naye huko ndani akiwa amefungwa pingu. Tunamjua alihamia tu hapa mwezi wa ngapi huo? Mwezi wa 4 hivi au 3 ndo alihamia hapa. Kwa sababu hii nyumba ilikuwa inauzwa. Na wao anaishi na nani? Anaishi mke wake na mtoto wake. Basi. Na mdogo wake sio ndo kaka yake ndo anaishi naye hapa. Walikuwa wawili hao waliovaa kipolisi ndo walikuwa na silaha. Tuliambiwa ingeni ndani. Vijana hao wawili, Joseph Mrindoko pamoja na Jackson Kabalo, wanaounda kundi la Wachokonozi, wamejichukulia maarufu kwenye mitandao ya kijamii kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakizungumza masuala mbalimbali kwenye mtandao huo. Mpaka hivi sasa jeshi la polisi halijatoa taarifa yeyote kuhusiana na tukio hilo, lakini AyoTV pamoja na millardayo.com tutaendelea kuwafuatilia ili kuweza kupata taarifa zaidi kuhusiana na tukio hilo. Ripoti za AyoTV pamoja na millardayo.com. Hapa na ripoti kutoka Arusha, naitwa Godfrey Thomas Ngomba.